DCP. Kwa nini amvua yuda? DCP zinakuanga unda sisi hatuwapigi kura. Ama mara tu unapokwea mahali palipoinuka ama unapopanda kwenye mlima unahisi viungo vya kwako vinatoa sauti kule kwa ndani, ni kama unapasua kuni. Kuna watu wengine kuinama kuinuka inakuwa ni shida, hasa pale kwenye kiuno. Unasikia mtu analia siku miaka nenda miaka rudi, mara tu anapoanza kunyanyuka hawezi akanyanyuka mara moja manake, ama kuinuka mara moja manake anahisi uchungu pale zaidi. Ile ni shida ama ugonjwa ambao huwa tunaita ya nini, ugonjwa wa baridi. Unapokuja hapa tutaweza kufafanulia zaidi kama ni shida ambayo pengine imeweza kuletwa na vyakula ambavyo tunatumia, ama pengine umeingia katika ile kiwango ambao huwa tunaita arthritis. Ni vizuri uweze kuja kwenye kliniki zetu tukaweza kuangalia na ili tujue shida ni nini. Kumbuka ugonjwa wa baridi pia kuna watu ambao lazima waangalie mwili wako. Kuna watu ambao huwa na shida ya asthma ama allergy. Kuna watu ambao huwa na labda walete dawa ya kinyako hapa kuweza kujipatia adungo sindano dawa za family plan. Unapata yule mtu siku zake hazidi katika ile hali ambayo ni kawaida. Hata wengine wanawake zile siku zao zilisikisha kuja, yani yule mgeni kuwa haja ama akija pengine anakuja kwa msiku family planning ina ni cia mathokirie ri anakuja kama nyama au ni mbeca mokete goe na utumbo wako wa chini. Family planning yenyewe ni kali. Ile baada ya kutumia zile dawa za mpango haujaweza kujaliwa kupata mtoto mwingine, maana ulipata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili hapatikani. Ungekorwo uri muhinge tunaitatua kabisa nione magukuhe dawa uhingũke kawaida, maana huwa tunasema ile shida ya period ama ile shida ya hormone imbalance huwa ngithikuria ciuria ta icio we ukirwo goka Saturday nake aheoke nyũngwĩcoke. Kuna wengine hata baada ya kutumia zile dawa wamepatwa na matatizo ya mtimbio wa damu ama high blood pressure ama pengine kufua miguu. Na Dr. Mleta Clinic ile shida ya kweli yote tutaweza kukamilisha kabisa. Pia tunao shida nyingine ambao huwa tunaoitibu ambao ni shida ya UTI, urinary infection ama pengine STD. Wewe ambao umepata matatizo ya kuambukizana kupitia huwa unatoka kwa awamu na unapotoka pengine huwa unapunguza kule ndani zaidi, ama unapotoka huwa unatoka pengine ukiwa na kama vile usaha, ama pengine unatoka ukiwa rangi ya njano ama pengine njano rangi. Unapoingia katika kliniki zetu tutaweza kukuambia tatizo ni nini. Kwa hivyo chako cha msingi zaidi ni kuweza kuja. Kuna watu wengine ambao wana matatizo ambao huwa tunasema ni ya kupata ya kwamba wewe umeweza kuandika kwa shida moja kwa wa mgongo na inaingia pale akilini, ama pengine inakuletea yale matatizo ya kuna watu ambao huwa na upele kwenye ngozi. Unaona ngozi ya kwako pengine haipendezi, mara kwa mara unapata miguu ya kwako mara tu unapofungua kiasi pengine huwa katika hali ambayo sio nzuri. Kuna watu ambao wana matatizo kama pengine ameweza kuunguzwa na sufuria iliyo ya moto. Ni vizuri zaidi uweze kuja na ili tukaweze kukuangalia ile shida pengine imetokana na utumbo wa kwako mara tu unapopaka. Leo muthenya uthie Valentine leo. Kwa hivyo unapokuja kwenye kliniki zetu na initiative wakiweza kushirikiana kale gari tutaweza kuangaliwa hapa na ile shida itaweza Ndio ndio Valentine mzae. Ndio ndio Valentine ndikore gashukua. Ai, ndio ndio kole mukuru. Akora mukuru wanyu. Anataka igwe kale kwa. Ndio kole mukuru. Ndio kole mukuru, ndio ko surprise. Really? Atoro bicha. Ngora uga ate kumanyo kwa. Kana ke Valentine ya 2026. Pale moyoni ama roho ya kwako inapodunda tu inazidi inatumia nguvu nyingi. Kwa hivyo idea ya model huenda pengine ni uzani ambao sio wa kawaida ambao hauwezi kubebwa na mwili wako. Sasa hii huko mlisomeshwa hii ni nini? Nini? Hii unashikashika